Kuko huko Frida, sio? Unasemaje pacha? Nasema hivi kwamba waziri wa madini Ali Hassan Joho ameonya dhidi ya viongozi wa ODM kutoa kauli tofauti kuhusu mustakabali wa chama, akisema hali hiyo inatishia kuyumbisha chama hicho. Na Joho alizungumza katika kongamano la kina mama wanachama wa ODM jijini Mombasa. Ibrahim Karanja anafuatilia matukio hayo ya ODM kusherehekea miaka 20 kutoka Mombasa. Baada ya kukizaa, kukinyonyesha na kukilea chama cha ODM hadi kufika miaka 20, akina mama wanachama wa ODM walifanya kongamano kubwa katika uwanja wa maonyesho ya kilimo ya Mombasa. Kwa mara ya kwanza ikikolezwa zaidi, wakisema wamepata mwanga kutokana na uteuzi wa mwenyekiti wa kwanza mwanamke Gladys Wanga. Ni hapa ambapo swala la uteuzi wa kina mama katika nafasi za uongozi lilijitokeza kwa kina. Mama wanafanyia chama kazi mashinani, lakini ikifika wakati wa nomination wanaambiwa leta makaratasi, umesoma mpaka wapi? Kama hawaulizi masomo wakati wa campaign, wasiulize masomo wakati wa nomination. Mtu asiulize masomo, iangaliwe ya kwamba nani amefanyia kazi chama, nani ametembea mashinani. Lazima tuangalie hii, ikiwa ni mwanamke anataka kusimama katika kuwa gavana, kuwa seneta, kuwa MCA, kuwa mbunge, ni lazima tuangalie na macho ya huruma zile sheria ambazo kwamba ziko katika hii chama. Vilevile palishuhudiwa siasa kali kuhusu mustakabali wa chama cha ODM, waziri wa madini Hassan Joho akionya dhidi ya kauli kinzani kutoka kwa viongozi wa chama. We must respect the views, the collective views and opinion of our party. Tumekubaliana mpaka hapo. Sherehe za ODM zitaendelea kesho kupitia mkutano wa wanachama katika uwanja wa Mama Ngina hapa jijini Mombasa. Mkutano wa kina mama zaidi ya 1500 wanachama wa ODM hapa Mombasa umekuwa mkutano wa kuzungumzia mwanzo mpya wa chama baada ya miaka 20 ya kulizaa na kulilea chama cha ODM. Viongozi wa hapa wakizungumza kuhusu umoja wa chama na ruwaza ya chama kama nguzo muhimu. Ibrahim Karanja, NTV kutoka Mombasa. Mtazamaji, tuweke pembeni hayo ya ODM, tuangazie taarifa hii.